Askari alimzika haraka rafiki yake kwenye udongo na kujifunika kwa mwili wa maiti ili ajifiche. Vikosi vya adui vilipita, mmoja wao akakanyaga karibu na uso wa rafiki yake. Ghafla, adui mmoja aligeuka na kuchoma kisu kwenye maiti iliyokuwa ikimfunika. Mara tu baada ya adui kuondoka, akauondoa mwili ule na kumvuta rafiki yake aliyekuwa amezikwa. Mbali kidogo akaona askari mwingine bado yu hai na akakimbia kumsaidia, lakini adui akamwona. Akajitupa kwenye handaki, lakini bomu la mkono likatupwa likimfuata. Kwa bahati Sam aliligundua kwa wakati na akaokoka. Kwenye yale matundu meusi yenye wembamba na ya kutisha, Sam alijificha katikati ya maadui. Huko akakutana na askari adui aliyejeruhiwa, lakini badala ya kumuua, Sam akamtibu majeraha yake. Adui yule akamtazama kwa mshangao. Usiku ulipoingia, Sam akaondoka kwenye handaki na kuendelea kuwatafuta askari waliokuwa bado hai. Hata kwa mwili dhaifu, aliendelea kuwavuta majeruhi kutoka kwenye kifo, hata askari wa adui pia. Miguu ya Sam ilianza kutetemeka, mikono yake ikatetemeka, lakini hakusimama. Rafiki yake bado alikuwa akisubiri msaada. Aliomba, "Mmoja tu zaidi, tafadhali niokoe mmoja tu zaidi." Baada ya kumwokoa askari mwingine, akaomba tena, "Mmoja tu zaidi." Kamba ngumu zilikuwa zimekata mikono yake vibaya, lakini majeruhi waliendelea kushuka kutoka kwenye jabali mmoja baada ya mwingine. Hakuna aliyeweza kuelewa walikotokea. Walichojua tu ni kwamba kuna mtu kichaa alikuwa akiokoa maisha juu ya mwamba. Kapteni aliona yote haya na akauliza kwa mshangao, "Ni nani huyo mtu kichaa?" Jibu likaja, "Ni Sam, yule kijana mpya ambaye kila mtu alimdharau kwa kutojua chochote." Asubuhi ilipofika, Sam alikuwa amempata sajenti wake aliyemfundisha akiwa amejeruhiwa. Maadui walikuwa wakisaka eneo lote. Sam akachukua bunduki ya Sergeant na kwa muda mfupi Sergeant akadhani Sam hatimaye alikuwa tayari kuua, lakini badala yake Sam alifinga bunduki kwa nguo na kumpa ishara Sergeant apande mabegani mwake. Sergeant akatoa moto wa kufunika walipofika ukingo wa jabali. Sam akamteremsha kwanza. Mara tu Sergeant alipofika chini, akapiga kelele kwa kapteni, "Sam bado yuko juu." Wakati huo huo, Sam akaonekana tena, safari hii akiwa amembeba askari mwingine aliyejeruhiwa mgongoni. Maadui walijaribu kumfuata, lakini askari wenzake wakatoa moto wa kufunika. Sam aliokoka. Alipookolewa hatimaye, akili yake bado ilikuwa uwanjani vitani. Hata kusimama hakuweza. Kapteni akauliza kwa upole, "Umeumia?" Machozi yakamjaa Sam, hakuweza kusema neno. Askari wote wakasimama kimya, wakimheshimu shujaa aliyerejea kutoka kuzimu. Huenda Sam mwenyewe hakutambua, lakini usiku ule alikuwa ameokoa maisha ya watu 76 peke yake. Askari alimzika haraka rafiki yake kwenye udongo na kujifunika kwa mwili wa maiti ili ajifiche. Vikosi vya adui vilipita, mmoja wao akakanyaga karibu na uso wa rafiki yake. Ghafla, adui mmoja aligeuka na kuchoma kisu kwenye maiti iliyokuwa ikimfunika. Mara tu baada ya adui kuondoka, akauondoa mwili ule na kumvuta rafiki yake aliyekuwa amezikwa. Mbali kidogo akaona askari mwingine bado yu hai na akakimbia kumsaidia, lakini adui akamwona. Akajitupa kwenye handaki, lakini bomu la mkono likatupwa likimfuata. Kwa bahati Sam aliligundua kwa wakati na akaokoka. Kwenye yale matundu meusi yenye wembamba na ya kutisha, Sam alijificha katikati ya maadui. Huko akakutana na askari adui aliyejeruhiwa, lakini badala ya kumuua, Sam akamtibu majeraha yake.